sura ya 4. Na nitajitahidi kidogo kufundisha, kwa hiyo tuendelee kufuatilia kwa karibu. Na wewe ambaye uko mbali, ninakukaribisha katika Wafilipi ile sura ya 4. Kwa ufupi, kuna mambo ya msingi unapotaka kuielewa Biblia unapaswa kuyaangalia. Jambo la kwanza, unapotaka kuifahamu Biblia katika sura yoyote ama kitabu chochote, tunasema ask right questions, jiulize maswali sahihi. Alafu jambo la pili tunasema pay attention to details, hakikisha umemakinika kwa kila taarifa inayotokea kwenye fungu. Ujue aina ya maneno, ujue kama ametumia koma, kwa nini koma iko hapo, kama ametumia kiulizo, kwa nini kiulizo kiko hapo. Na basi kabla sijaenda mbali, labda tu nitoe taarifa chache ya kitabu cha Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi ni kitabu cha pekee unaposoma, maana ni miongoni mwa nyaraka za Paulo, na wanazuoni wanaweka wazi kwa sababu ukisoma moja moja, ambapo tunaita ni superscription, ni mahali ambapo kila unaposoma kitabu cha Biblia, fungu la kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza, tunaita superscription. Ni maeneo ambayo yanakupa maelezo ya kitabu hicho. Kwa hiyo sehemu ya kwanza itakupa picha ya unakoelekea. Anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi. Kwa hiyo moja kwa moja inatupa ya kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni Paulo pamoja na Timotheo, ambao wanakuwa pamoja katika utendaji wa kazi. Lakini pamoja na hilo, uelewe tu ya kwamba kitabu hiki ni tofauti na nyaraka zingine kama vile Wakorinto na vitabu vingine, kwa sababu mwandishi ambaye ni Paulo, wakati anaandika kitabu hiki hakuwa kwenye harsh language, akutumia lugha ngumu. Matokeo yake alitumia lugha ya kuwatia moyo, tunasema tone and style. Wakati anaandika ilikuwa ni warm, kilikuwa ni kitabu kizuri, pastoral and joyful, ambacho kilikuwa na uchungaji ndani yake, uangalifu na furaha. Kwa hiyo ni tofauti na vitabu vingine ambavyo vilikuwa na maonyo makali ya moja kwa moja. Paulo alikuwa analenga kuwatia moyo wa Filipi katika safari yao ya kusafiri. Sasa kwa sababu tunataka kujifunza Wafilipi sura ya 4, na nimewaambia mambo mawili. Jambo la kwanza, makinika, angalia kila neno lililopo. Unaposoma Biblia lazima ujue wazo la mwandishi, tunaita intent and content. Mwandishi anakusudia nini ili andike alichoandika. Kwa hiyo Wafilipi sura ya 4 fungu la 5 nililolisoma, hiyo tunaita ni hub of the pericope. Maana yake ni nini? Ni eneo linalounga wazo mama, na wazo mama linatoka aya ya 4 mpaka ya 7. Kwa hiyo aya ya 5 iliyoko katikati kwenye staili ya uandishi tunaita it is a chiasm. Nini maana ya chiasm? Unapokuwa unaandika, kuna staili nyingi za uandishi wa lugha za Biblia, ambapo unapata, nikisema chiasm, maana yake wazo linapoanza na wazo linapoishia, emphatic, msisitizo unakuwa katikati ya wazo mama. Kwa hiyo ndio maana nikachagua aya ya 5, na ili nieleweke niliseme hili ninalolisema sasa. Ukisoma aya ya 4, wazo linapoanza, kule juu ameanza na mambo mengi, lakini 4 anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Aya ya 5 anasema upole wenu na ujulikane na watu wote. Nukta. Alafu anasema Bwana yu karibu. Alafu 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Ukisoma wazo hilo lote nilipoanza furahini mpaka anaposema haja zenu na zijulikane, wazo mama ni pale anaposema Bwana yu karibu. Kwa nini tunasema ni wazo mama? Unaposoma Biblia kuna mambo mawili ya msingi. Kuna kitu tunaita syntax.
Syntax ni mahusiano kati ya neno na neno. Alafu kuna kitu tunaita semantic. Semantic ni neno moja tunavyoliangalia linavyotokea kwa maana tofauti tofauti. Sasa kwa sababu Biblia ilitafsiriwa kutoka kwenye lugha mama 3. Lugha ya kwanza ni Kiebrania. Lugha ya pili ni Aramaiki ambayo tunaikuta kwenye kitabu cha Danieli. Na lugha ya tatu ni Kiyunani ambacho tunakipata kwenye agano hili jipya. Kwa hiyo hapa kuna kitu cha msingi, na niliwaambia lazima uangalie na umakinike kwa kila taarifa. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema Bwana yu karibu. Bwana yu karibu, wazungu wanaita it is a phrase. Waswahili wanaita ni kishazi. Anaposema Bwana yu karibu, neno hili si mara ya kwanza kutokea kwenye Biblia. Ukienda kwenye agano la kale, ukisoma vizuri Yeremia 23:23, Mungu mwenyewe, sio kwa taarifa, yeye mwenyewe anasema mimi ni Bwana aliyeko karibu, si Mungu aliyoko mbali. Ukisoma Zaburi 34:18, anasema Bwana yu karibu. Naomba nieleweke kwa mambo machache. Anaposema Bwana yu karibu, na nikawaambia ni injini kwenye fungu hili, ana kitu Mungu anataka kuwasiliana kwetu. Kuna maneno yanatumika kwa Kiebrania. Anaposema Bwana yu karibu, neno karibu linaitwa karov, ambalo neno hili karov ambayo ni karibu ndilo ambalo sisi ukiliangalia hiyo karov unapata etymology, unapata mzizi wa neno karibu ambalo sisi tunalo kwenye Kiswahili. Karibu ni Kiswahili, karibu ni Arabic, karov ni Kiebrania, ambalo neno hili anaposema Bwana yu karibu, kwa Waebrania walielewa mno na kwa Wayunani walielewa mno, na kwa sababu kishazi hiki kime repetition, linajirudia, hilo neno lina uzito. Lakini likiwa pia hapax legomenon, likiwa ni neno moja peke yake, hilo neno pia lina uzito. Kwa neno hili limejirudia kiasi cha kwamba limecross kutoka agano la kale kwenda agano jipya. Sasa pasta, hayo maelezo yote ni ya nini? Kuna mahali ninataka nikufikishe ili uelewe. Anaposema Bwana yu karibu, sio neno dogo. Kabla haujasali, kuna maneno ameyachagua. Anasema kwa kusali na kuomba. Hayo ni maneno mawili tofauti. Kusali na kuomba ni maneno mawili tofauti. Wazungu wametumia prayer and supplication. Wayunani wameenda mbali zaidi kuiweka neno hili mbali kabisa. Kabla haujaji hapa kusali, kitu unachokihitaji wewe na mimi ni mahusiano yangu na Mungu, ambapo anasema Bwana yu karibu. Wayunani wanasema ho kurios engos, kwamba Bwana yu karibu. Na Waebrania, unajua ukisema neno Bwana sio neno rahisi kiasi hicho. Ikiwa kanisa lingeelewa tafsiri ya neno Bwana ambayo Waebrania wanaielewa vizuri, Wayunani wanaielewa vizuri, neno Bwana ambalo linatumika hapa, ikiwa utalifahamu, kwa sababu neno Bwana kitaalamu hasa Kiebrania tunaita it is tetragrammaton. Ni herufi 4 tu ambazo hazitamkiki, na ili zitamkwe unatoa mbadala. Na ndio maana kila sara ya Waebrania utasikia wanasema Shama Israel Adonai Elohenu Ehad, kwamba sema Israel, Bwana Mungu wenu ni mmoja. Na ndiko ndugu zetu wa Arabu walikochukua kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad,
kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hiyo Waebrania wanaposema Shama Israel, Adonai Elohenu Ahad, kwamba Mungu wenu ni mmoja, Bwana Mungu wenu ni mmoja, hawezi kutamka kwa sababu neno hili ni zito. Na ili unielewe, anaposema Bwana, maana kuna maneno mawili yanayoingiliana. Kuna neno Bwana na kuna neno Mungu. Ukisema Bwana maana yake ni Yahweh, ambayo ni tetragrammatoni, herufi 4 zilizowekwa. Lakini ukisema Elohimu ndio Mungu. Na kwa sababu amesema Bwana na kule akasema pia Bwana yu karibu, anaposema Bwana, ingekuwa watu wote tunafahamu uzito wa neno hili. Bwana ni Mungu, ni Mungu huyu ambaye anaingilia kati changamoto. Ukiwaangalia wana wa Israeli wanaposafiri kutoka bahari ya Shamu, anayepasua ile bahari halitumiki neno Elohim, ila linatumika neno Bwana. Danieli anapokuwa kwenye tundu la simba, yule ambaye anafunga makano ya simba, haitumiki neno Elohim, bali anatumia neno Bwana. Vijana wanapokuwa ndani ya tanuru la moto, haitumiki neno Elohim, anatumika Bwana. Mungu anayeingilia kati, Mungu anayetenda kwa wakati, Mungu ambaye yuko timely, anayejua hii saa ni ya kuokoa mtoto wangu. Sikiliza, Mungu anaposema Bwana yu karibu, neno karibu linaweza likawa na connotation mbili, linaweza likawa na vitu viwili. Jambo la kwanza, karibu kwa maana ya timely, kwamba Mungu yuko karibu, is coming soon, yuko karibu, kwa hiyo furahini. Lakini pia inaweza ikawa ni present presence, uwepo wake physically. Kwa hiyo anaposema Bwana yu karibu, furahini, msijisumbue, maana Bwana yuko karibu. Sasa neno karibu ambalo nimewaambia kwamba Kiarabu ni karibu, Kiswahili ni karibu, na karov ambayo ni Kiebrania, maana yake nini? Ukija kwenye semantic analysis, unapotaka kujua neno hili limetokea mara, limejitokeza kwa tafsiri zipi, wataalamu wa Biblia wanasema Bwana yu karibu, maana yake Mungu ni jirani yako. God is your neighbor. God is your next. It's just next to you. God is in zero distance with you. Yani Mungu yuko hapa, yuko hapa. Na unajua, sikiliza, anaposema you, niliwaambia kila unaposoma makinika kwa kila neno. Akisema you, hilo neno you tunaweza kulihubiri siku nzima na lisiishe. Kwa nini? Kwa sababu anaposema Bwana yu, anatumia is. Sio alikuwepo. Hasemi the Lord was, hasemi the Lord will be. Hamna. Anasema Bwana yu, God is near. Anaposema is, maana yake nini? Anamaanisha it is ongoing process, ni tendo endelevu. Yani Mungu yuko pale na wewe siku zote. Sio kwamba alikuwepo, sio kwamba atakuwepo. Agharabu, mara zote yuko na wewe na yuko na mimi. Hivi naongea na mtu au binadamu? Nisikilizeni wapendwa, Biblia hii inataka kutukumbusha kwamba hauna haja ya kuogopa. Nilikuwa nafuatilia maneno. Unaposoma Biblia, pamoja na kumakinika kote, angalia sana vitenzi. Yani unajua mimi nilifanya PCB mwinjilisi. Nilifanya PCB. Ila baadaye nikajilaumu, nikasema kumbe ningeendelea tu na vitenzi na vikurupushi. Kwa sababu Biblia hauna namna, utakataa nomino na vitenzi na ukienda tofauti na hapo utakuwa unapiga nje ya target. Maana ni lazima ujue intent, mwandishi anataka nini. Kwa hiyo anasema Bwana yu karibu wakati wote. Mungu anakuwa karibu na mimi. Na ndio maana anasema, kwa sababu neno hili ni hub, ni injini ya maneno yote. Kishazi hiki ni injini ya maneno yote kwenye wazo ambalo nimewaambia ni pericope. Kuanzia aya ya 4 mpaka ya 7, neno mama ni Bwana yu karibu. Kwa sababu Bwana akiwa karibu, wewe utafurahi. Bwana akiwa karibu, wewe hautajisumbua. Bwana akiwa karibu, wewe hautaogopa lolote. Hautaogopa lolote. Kwa hiyo, kwa sababu Bwana yu karibu, msijisumbue. Nikawa nafuatilia hicho kitenzi, msijisumbue. Maana yake nini? Kuna vitu viwili. Ukiona si ipo, akisema msijisumbue, hiyo si tunaita it is negation. Anakataa
na neno alilolitumia negation kwa Kiyunani ni nyingi mno, lakini neno alilolichagua hapo tunaita it is a strong negation kwa sababu ametumia neno me. Anaposema usijisumbue, anakataa kabisa wewe usihangaike. Lakini kujisumbua maana yake nini? Ili mtu asije akafanya wrong interpretation, akakosea kufasiri, yeye akaanza sasa haendi kazini, anasema Bwana yu karibu atamtendea. Anaposema msijisumbue maana yake nini? Anasema usiwe na akili zilizogawanyika. Yani unategemea nguvu zako huku ukimtegemea na Bwana. Bwana anataka aaminiwe kwa 100%. Mpe watoto wako 100%, yeye atalea. Mpe mume wako kwa 100%, yeye anatenda. Sikiliza, mume uliye naye hutamuweza, nina uhakika hautamuweza. Psychology ni tofauti. Mmekutana wote vitovu vimekauka, mmekutana kila mtu ana meno 32. You cannot, uwezi. Na ukitaka kuijua hii maiki, usihangaike na maiki yenyewe. Usiulize we maiki unaongeaje, muulize aliyetengeneza maiki akupe manyo ya hii maiki, utaielewa hii maiki. Ukitaka umweze mume wako, usihangaike na tool na kifaa, hangaika na aliyetengeneza kifaa, yeye atakunyoshea kifaa katika jina la Yesu aliye hai. Utasumbuka bure mno kwa sababu Bwana yu karibu. Nataka nikuhakikishie leo, nothing impossible. Mimi ninaona na ninaelewa, nyinyi wote ni mashahidi. Mmewahi kuhubiriwa na Mzaramo nyinyi? Huo tu sio muujiza, it is a miracle. Mhubiri naye Mzaramo anaongea Kiingereza badala ya kucheza singeli. It is a miracle. It is a miracle. Sikiliza nikuambie, kwa sababu Bwana yuko karibu. Anasema, anaposema usijisumbue, anamaanisha usiwe na mashaka, usiwe na wasiwasi. Nisikilize, Bwana yu karibu. Na sio kwamba alikuwa karibu zamani, hata sasa baba pale kazini, Bwana yu karibu. Wewe binti, Bwana yu karibu. Unajua ukiwa na mashaka ndio unaanza kufanya vitu, yani wewe ulivyo na nywele zako za kipilipili, usiwe na wasiwasi. Yani Bwana yu karibu, na wala usipate tabu kuolewa, utaolewa. Wala una haja, usiseme sasa watanionaje niende Uturuki. There is no need of going Uturuki. Haina haja. Mungu yuko karibu na Mungu anafunika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analeta utukufu. Tutashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yu karibu. Haleluya. Sasa anatoa solution. Kwa sababu Bwana yu karibu, wewe usijisumbue. Na ili usijisumbue, anasema ili usijisumbue kwa kila neno, any circumstance, kwa jambo lolote, liwe la mitihani, liwe la kazi, liwe la ajira, liwe la ndoa, kwa jambo lolote, in everything, usijisumbue. Kwa nini usijisumbue? Kwa sababu Bwana yu karibu. Na sio tu kwa sababu Bwana yu karibu, anasema ili uwe karibu na huyu Mungu na mambo yako yaende, jambo la kwanza, omba. Omba. Jamani, omba. Alafu jambo la pili, sali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya maneno mawili ni tofauti kidogo. Anaposema omba, anatumia neno linaitwa te proskoke, ambalo hili neno ni kuomba, ni mawasiliano ya kwako na Mungu, ni kusarenda. Ni kusarenda. Anasema prayer is not just one time action, but a regular practice in a believer's life, in the way which action is released into God's grace. So swala la mara moja, yani unaomba. It is ongoing process. Wewe na mawasiliano na Mungu ni ya wakati wote. Anaposema sali, anatumia neno te desei. Wanasema ni supplication. Maana yake nini? Unafanya specific request. Yani lile jambo linalokusumbua, pamoja na kuomba kila siku, sasa specify. Yani kama ni ugonjwa, specify.
Nenda huo, upeleke huo moja kwa moja kwa Mungu, na Mungu atatenda. Haleluya. Asubuhi ya leo ningewatia moyo watu wa Magomeni, ningewatia moyo na wale walioko mbali wanaotusikiliza, kwamba kwa sababu Bwana yu karibu, tusijisumbue. Hatuna haja ya kuogopa. Bwana atatenda, na atatenda kwa wakati. Bwana yu karibu. Na ndio maana tukaimba karibu. Sasa ili uone jambo la msingi, Biblia inasema swala la kuwa karibu Yesu alilimaliza. Wewe ni kuitikia. It's your duty to respond. God's love. Na ndio maana Yakobo 4:8 anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kuwa na jitihada za wazi za kumkaribia. Na anasema ili umkaribie, kila dhambi lazima iwekwe pembeni. Si ulete tu mambo yako, malizana na yeye. Ukimalizana na yeye, ukiwa mtoto wake kweli kweli, matokeo ni hakika. Tusimame asubuhi ya leo. Bwana yu karibu. Bwana yu karibu. Sasa nitaingia kwenye session ya maombi, na wazee wa makanisa mtakuja hapa mbele, wazee wa kanisa na wale wenye